Lakini pia nimemsikia rais wetu wa shirikisho la basketball amesema alitoa ahadi ya milioni 10 kwa kila mkoa utakaoendesha ligi yake ndani ya mkoa, na akaweka vigezo ili atoe mchango wake kama sehemu ya kukuza na kuongeza motisha katika ukuaji wa mpira wa basketball kwenye mikoa yetu. Tuna mikoa takriban 26. Lakini hapa amesema mikoa mitatu tu angalau imeanza. Mitano. Sasa sijajua ni nini kinachoendelea kwa mikoa mingine. Lakini nafahamu tuna uongozi katika kila mkoa ambao ndio unahusika kukuza, kulea na kutambua vipaji vya basketball. Naomba kutumia hadhara hii kusema, moja, kwa mkoa ambao haujaleta timu Dodoma kwenye Taifa Cup na una uongozi, mjehesabu uongozi wenu umekufa hapo hapo. Naomba kurudia tena. Kama kuna mkoa ambao hautashiriki Taifa Cup na una uongozi wa mkoa wa basketball, manake huo uongozi baada ya Taifa Cup kuisha na nyinyi hamjaleta timu, ndio mwisho wa uongozi wenu. Tumechoka kuwa na viongozi wa vilabu, viongozi wa mashirikisho. Kazi yao ni kutumia tu vyeo kwenda kugonga hodi kwa matajiri na kuchukua pesa, na wala sio kuendeleza vipaji vya vijana tuliokuwa nao. Tunataka viongozi ambao walichokiomba wanakifanya kwa ukamilifu. Sio kuomba cheo, matokeo yake cheo unakitumia kwa familia yako na kujinufaisha wewe, na vijana wengi wenye vipaji wakikosa fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Kwa kama kuna uongozi wa mkoa na haujaleta timu kwenye mashindano ya Taifa Cup, ambao ndio mashindano ya msingi ya kukuza na kujenga uzalendo wa taifa letu, kukuza vipaji vyetu, baada ya mashindano haya uongozi wako ndio utakuwa umeishia hapo. La pili, kama kuna uongozi ambao uko kwenye ngazi ya mkoa na wilaya ambao unahusika na mambo ya michezo na hakuna mchezo wowote unaoendelea kwa kipindi cha mwaka mzima, na wewe uongozi wako nenda kakabidhi ofisi, wachague kiongozi mwingine wafanye kazi. Taifa hili lina vijana wengi wenye vipaji. Taifa hili lina vijana wengi wenye ndoto, lakini ndoto zao zinauawa na viongozi uchwala wanaotaka madaraka na hawawezi kufanya kazi wanaoitaka kuifanya. Jambo hilo halitakuwepo tena.